Ndugu mtazamaji wa Citizen, katika tukio la kusikitisha lililotokea siku ya tarehe 25 Juni, wanafunzi 29 wamepoteza maisha na zaidi ya wengine 280 kujeruhiwa kufuatia msongamano mkubwa katika shule ya sekondari ya Barthelemy Bongada iliyoko mji mkuu wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Bangui. Kwa mujibu wa taarifa ya Wizara ya Elimu ya Taifa la Jamhuri ya Afrika ya Kati, msongamano huo ulisababishwa na mlipuko uliotokea kwenye transforma ya umeme wakati wanafunzi zaidi ya 1500 kutoka shule 6 tofauti walipokuwa wakikusanyika kwa ajili ya mitihani ya kitaifa ya baccalaureate. Tukio hili limeibua majonzi makubwa katika taifa hilo lenye historia ya changamoto za miundombinu na usalama. Kwa mujibu ya walioshuhudia, mlipuko ulitokea ghafla katikati ya mtihani na kusababisha taharuki kubwa kwa wanafunzi hao. Wanafunzi wengi walikimbilia kwenye ngazi za shule ambapo wengine walikanyagwa, huku baadhi wakiruka kutoka gorofani kwa hofu ya mlipuko uliotokea kwenye transforma hiyo. Rais wa Jamhuri ya Afrika ya Kati, Faustin Archange, alieleza majonzi yake kupitia ujumbe kwenye mtandao wa X, zamani Twitter: kwa moyo uliovunjika, naomboleza vifo vya vijana wetu 29 waliokuwa na ndoto kubwa. Taifa limesimama pamoja katika huzuni hii. Serikali imetangaza siku 3 za maombolezo ya kitaifa kuanzia siku ya tarehe 26 Juni hadi siku ya tarehe 28 Juni kama ishara ya heshima kwa maisha ya vijana waliopotea. Wakati huo huo, kituo cha matibabu ya Urusi kilichopo mjini Bangui kiliripotiwa kutoa huduma za dharura kwa majeruhi wote bila malipo. Madaktari wa Urusi walijitokeza kwa haraka na kuongoza jitihada za uokoaji na matibabu. Wananchi wenye hasira kali walirusha vitu kwa maafisa wa serikali waliofika eneo la tukio, wakilalamikia uzembe wa muda mrefu wa kushughulikia hitilafu za umeme katika jengo hilo lililokuwa karibu na shule. Gideon Sirungaise, mwenyekiti wa chama cha wazazi na wanafunzi, aliitaka serikali kufanya uchunguzi huru juu ya tukio hili lililotokea. Tunalaani tukio hili lililosababishwa na ukosefu wa matengenezo. Tunataka haki kwa watoto wetu waliopoteza maisha yao. Wizara ya Elimu imesema kuwa uchunguzi wa kina utaanzishwa ili kubaini chanzo halisi cha tukio hilo na kuahidi hatua madhubuti dhidi ya yeyote aliyehusika. Tukio hili linaongeza msururu wa visa vya hatari katika maeneo ya elimu barani Afrika, ikikumbusha matukio ya awali ya msongamano wakati wa usambazaji wa misaada nchini Nigeria ambayo pia yalisababisha vifo vya watu kadhaa. Kwa sasa taifa hilo linalia huku familia zikijiandaa kuwapumzisha watoto wao waliotangulia kabla ya kutimiza ndoto zao. Msongamano uliosababisha vifo vya wanafunzi 29 katika shule ya Barthelemy Bongada umetonesha kidonda cha muda mrefu kuhusu hali ya miundombinu duni na uzembe wa mamlaka katika nchi nyingi za barani Afrika. Pamoja na majonzi ya taifa, tukio hili linatoa wito wa haraka kwa mageuzi katika usimamizi wa usalama wa wanafunzi mashuleni pamoja na uwajibikaji wa wazi kutoka kwa taasisi husika. Hili si tukio la bahati mbaya, ni kielezo cha hatari ya kupuuzia miundombinu ya msingi katika maeneo ya elimu. Taifa la Jamhuri ya Afrika ya Kati, yani Central African Republic, sasa linakabiliwa na fursa ya kujitathmini, kuomboleza kwa heshima na kuchukua hatua za kuzuia maafa kama haya yasijirudie tena siku zijazo. Ndugu mtazamaji wa Citizen, tunaendelea kukukumbusha kutoa maoni na kusubscribe huku ukifuatilia taarifa mbalimbali kutoka pande mbalimbali za dunia.